mada hii ambayo kwamba iliyokusudiwa ni mambo marefu ambayo kwamba yana mazuri sana ndani yaliyojaa. Yasiyohitaji kufafanuliwa na kuchokoronewa, huyui utaharibu wapi katika na utalitengeza lipi. Lingelikuwa aula zaidi ni kupata moya kwa moya kutoka kwa wenyeji wetu, wageni wetu waliotoka mbali wakakusudia mwi wetu kwa lengo hili tukufu. Ni shauku kubwa ya haya ambayo kwamba tuna matarajiwa baada ya kumalizika muhadhara huu, tutakuwa tumejifunza mengi mazuri yatakayotusaidia kwenye maisha yetu. Tutaraji insha Allah tutajifunza mahaba ni nini, tutaraji kujifunza fadhila za wenye kupendana, juu ya kwamba hili ni suala lilikuwa ni pana, lahitaji muda, lakini limefinywa kuzungumzwa kwa dakikati au saati. Kiuhakika si mada ya kuzungumzwa kwa masaa, yahitaji muda kwa sababu ni mada pana mno. Lakini katika maana tawaka, mwisho wa hili lakini makosa madogo tunaweza tukayafanya yakasababisha, pamoja na kwamba sisi ni Waislamu, tukakosa kufanikiwa saada ya maisha ya milele ya kesho kwa sababu ya kuishi nje ya mila ya Uislamu. Kuna wengi miongoni mwetu huzaliwa katika Uislamu, wakakulia kwenye Uislamu, wakasomeshwa Uislamu, lakini wakafitinika na dunia, wakaishi nje ya nidhamu ya Kiislamu, na wanayoyafanya yakakosa kufuata utaratibu. Kwa hiyo yatapoteza uwezo wa kuwasaidia ufaulu siku ya malipo. Na Allah ametuambia katika hizo aya za mwanzo za Suratul Mulk, kama alivyosema kwenye aya ya pili, huwa alladhi khalaqa al-mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yeye Allah ndiye aliyewaumbia mauti na uhai ili awajaribu nani kati yenu atakayefanya vizuri zaidi. Kataja mauti kwanza kwa sababu ndiyo asili yetu. Kabla ya kuwepo kwenye uhai huu tulikuwa katika hali ya umauti, na halafu uhai huu tulionao nao sio uhai wa uhakika, kwa sababu utakatishwa na kifo. Tunakabiliwa tena na umauti. Hatimaye baada ya mauti yatakayotuondoa hapa duniani ndo kuna kufufuliwa. Huko ndo tunapata maisha ya uhakika ya milele yasiyokuwa na mwisho. Kwa hiyo uhai huu utakaokatishwa na kifo ndio Allah aliyouita mauti. Khalaqal mauta wal hayata, kakuumbieni uhai utakaokatishwa na kifo, na baada ya hapo ndo kaweka huo uhai wa milele usiomalizika. Huku kupita kwenye transition ni kwa lengo la mtihani tu, liyabluwakum, awafanyie mtihani, ibtila, ayyukum ahsanu amala. Hapa panatafutwa nani kati yenu atakayefanya vizuri zaidi. Sasa posema tunapaswa kumshukuru Allah ni kwamba tujue nafasi yetu, sisi ni watahiniwa. Kwa hiyo tutumie vizuri fadhila hii ya Allah
wa kutafuta nafasi ya ufaulu baada ya kuondoka kwenye maisha haya. Na Mtume wetu sallallahu alayhi wasallam amesema, idha sa'altumullaha aljanna, mtakapomuomba pepo Allah, fasaluhu alfirdausa, muombeni pepo ya Firdaus, liannaha a'la darajati aljanna, kwa sababu Firdaus ndiyo daraja ya juu zaidi peponi. Na hakuwa na maana Mtume sallallahu alayhi wasallama kwamba tuombe Firdausi kwa maneno tu, tumwambie Allah tupe Firdausi, Allah tupe Firdausi, wakati mtihani wetu unafungamana na matendo. Kama utakuwa na maneno matamu lakini hutendi, maneno yako matamu hayatakuwa na tija. Sasa maana halisi ya maneno ya Mtume anakusudia kutuambia vile tunapofanya amali ambazo tunategemea sana amali zetu zikubaliwe kuwa ni ibada, na anayeabudiwa akatutengea siku ya kwenda kutupa matokeo ya ibada zetu, basi zile amali zetu tuzifanye kwa viwango vya juu vya ubora, ili thamani yake iwe kubwa, na tutakapolipwa thamani ya amali zetu ndizo zitakazotupatia nafasi nzuri. Tutende vizuri, matendo yetu yawe na thamani kubwa. Matendo yenye thamani kubwa siku yakilipwa ndiyo yatakayotuwezesha kupata daraja ya juu peponi. Ndugu zangu katika imani, jukumu letu la kiibada limeingia kwenye nyanja nyingi, sio kusali tu na kufunga Ramadhani. Kama Allah anasema katuumba kwa lengo la ibtilaa, na kwa kiasi kikubwa ibtilaa ni maisha yetu haya ya mpito tunayoishi hapa, basi inamaanisha maisha yetu yote yawe ni ibada. Tukichukulia ibada ni kusali, tumefaradhishiwa sala 5 kwenye ndani ya saa 24, na kwa wastani kila anayesali vizuri sana sala yake haizidi dakika 10. Kwa hiyo 10 mara 5 ni 50, dakika 50 tu kwenye saa 24. Ina maana masaa 23 na dakika 10 uachiwe wewe ufanye utakavyo, haitokuwa sawa. Usahihi wa kuwa tumeumbwa kwa ajili ya ibada, maana yake maisha yetu yote tutakayoishi yawe ni ibada. Na tumepewa kitabu cha mwongozo cha Qur'ani kwamba maisha yetu yafungamane na vile Qur'ani ilivyoelezea. Kama Qur'ani itatupa maagizo na kwenye utendaji tukafanya tofauti na maagizo ya Qur'ani, pia tutakuwa tumekosea. Thamani ya matendo yetu tutakayoyafanya bila ya kufata utaratibu itapotea. Kitakachojiri ni kwamba tutaishi muda mrefu na tutayafanya mengi ndani ya huo muda mrefu, lakini siku ya kuja kupigwa thamani yaonekane thamani yake ni ndogo, na ikawa cha kusikitisha yasituwezeshe kutupeleka kwenye ridhaa ya Allah na tukapata maisha mazuri ya milele ya peponi. Nasema haya kwa sababu Allah katupa mifano ya kuiga, na mfano mkubwa katuambia huko kwa mtume wetu aliposema, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarju Allaha wal yawmal akhir wa dhakara Allaha kathira. Nyinyi waumini, kwa huyu mtume wa Allah mna kiigizo kizuri sana, mna ruwaza njema. Lakini mtume huyu atakuwa ruwaza kwa yule anayemwamini Allah,
na akaamini kuna maisha baada ya kuondoka hapa, na katika kuishi kwake akawa moyoni mwake anamkumbuka Allah sana. Mtu kama huyu ndo anaweza kuwa mtume kiigizo chake kizuri, kwa sababu Qur'ani haikutubakishia kitu, kama mwenyewe mwenye Qur'ani alivyosema, ma farratna fil kitabi min shay, kwenye kitabu hiki cha mwongozo hatukuwabakishia kitu. Kila kinachohitajika kwenye maisha yenu humu kimo. Tatizo litakuja kwa kutokuelewa kwetu, lakini ufumbuzi wa kila tatizo letu umo. Inawezekana tukashindwa kuupata kwa kutokujua. Kuna katika Qur'ani tukufu hukumu za sheria, na sheria kazi yake huwa ni kuwadhibiti watu wasitoke katika utaratibu. Yule anayetoka kwenye utaratibu akafanya makosa, sheria inaelekeza hatua gani za kinidhamu wachukuliwe ili abaki kwenye utaratibu. Qur'ani ina maagizo, ina amri na makatazo. Tukiisoma Qur'ani tukikuta kuna maagizo, ndo tunaagizwa sisi. Tulipaswa kuyafahamu tulioagizwa, na ndani ya maisha yetu ionekane jinsi tunavyoyafanyia kazi maagizo hayo. Tukisoma Qur'ani tukikuta kuna makatazo, maana yake hayo makatazo ndio tunakatazwa sisi. Tunatakiwa tukatazike kwa yale ambayo Qur'ani imekataza. Tukikuta kuna lugha ya hamasa, Allah anahamasisha kitu, hamasa hizo tunalengwa sisi ndo tunahamasishwa. Kwa hiyo tunatakiwa baada ya kusoma Qur'ani, hizo aya zenye hamasa zituhamasishe, tuhamasike. Tukikuta kwenye Qur'ani kuna maonyo, tunatakiwa kufahamu kwamba hayo maonyo tunaoonywa ni sisi tulioletewa kitabu. Kwa hiyo tuonyeke. Alikuja mtu kwa mama Aisha baada ya kifo cha Mtume. Watu walikuwa wanaingia katika Uislamu kwa wingi, na wamekuja kuingia katika Uislamu wakati Mtume aliyekuja kufundisha Uislamu ameshaondoka. Akaja akamuuliza mama wa waumini Aisha, naomba unielekeze jinsi ya maisha ya Mtume, alikuwa anaishije, tabia yake ya kimaisha ilikuwaje? Mama Aisha akamwambia, kana khuluquhu alquran. Kama unataka kujua tabia ya Mtume kwenye maisha yake ya kila siku, isome vizuri tu Qur'ani. Hivyo ilivyo Qur'ani ndo alivyokuwa anaishi. Jawabu rahisi, fupi na iko wazi. Ndugu zangu katika imani, kwa mwenye kujua kwamba mimi ni mtahiniwa na akawa ana dhamira ya kufaulu mtihani wake, lazima aonekane ana juhudi fulani hufanya ya kumsaidia afaulu mtihani wake, na lazima aonekane kwenye maisha yake ni mtu mwenye tahadhari, anachelea asije akafanya mambo yakamharibia lile lengo lake la kufaulu mtihani anaokabiliana nao. Kwa sababu madam sisi ni watahiniwa, na mitihani huwa haiji kwenye sura moja. Mtahiniwa akawa ni mzembe wa kuto kuzingatia aina gani ya maswali naweza nikaulizwa kwenye mtihani huu, kwa hiyo akadharau kufanya matayarisho. Atakapodharau kufanya matayarisho, siku ya kuingia kwenye mtihani anaweza kuulizwa suala akabaki kutafuna kalamu badala ya kuandika jawabu ya suala. Anasubiri muda unaisha, na muda ukiisha anaambiwa sasa time yako ya kufanya mtihani imemalizika, toka kwenye chumba cha mtihani.
na sisi time yetu ni umri tuliopewa, na hakuna mtu kati yetu anayejua kabakisha siku ngapi za kuishi. Mtu anaweza akajua mali zake alizomiliki na vitu vingine vinavyomhusu, lakini hakuna anayejua ana siku ngapi za kukaa katika hii dunia. Hili ni fumbo. Sasa mifano halisi katika sura ya 10 ambayo ni suratu Yunus, aya ya 7 na ya 8, Allah anasema innal ladhina la yarjuna liqa'ana waradu bil hayati dunya watma'annu biha walladhina hum an ayatina ghafilun ulaika ma'wahumun naru bima kanu yaksibun. Hakika ya watu wasiotarajia kukutana nasi, wakaridhishwa na maisha ya dunia na wakatulia kwenye upande huo mmoja tu wa dunia, na wale wote ambao aya zetu tulizowatumia wameghafilika nazo, hawa ndio watu wa motoni na watakaa milele. Aya hii ya 7 imetaja mambo manne yakiwemo kwenye tabia za watu wanaoishi kwenye ardhi hii, kwao yanakuwa ni makosa hatarishi yanayowapotezea njia ya kwenda kwenye ufaulu. Jambo la kwanza limetajwa kwenye aya hiyo, kutokutarajia kukutana na Allah. La yarjuna liqa'ana. Kutarajia ni neno hata kwenye lugha yetu ya Kiswahili limo, la Kiarabu asili yake, lakini na kwenye lugha ya Kiswahili tunalitumia kutaraji. Kwa maneno sote tukiulizwa tunataraji kuingia peponi, lakini tunajua peponi watu hawaendi kwa uteuzi. Kuna vigezo vitaangaliwa kwa mtu ambaye anastahiki kwenda peponi, kafaulu. Na yoyote yule ambaye huwa anatarajia jambo huonekana kwenye juhudi yake ya kila siku. Kama kijana wetu wa shule anatarajia kufaulu mtihani wake, lazima awe mwerevu katika kuhifadhi na kufuatilia masomo yake. Kama kijana anaenda shule leo, anasoma masomo anayoyasoma, alafu akirudi kaweka mabuku mkoba wake wa shule, anaenda kwenye michezo, hafanye revision, na aliyoyasoma leo yote si kwamba yote kayafahamu, pengine kuna homeworks kapewa hafanyi, au classwork hakuifanya vizuri, halafu yeye anatarajia tu kwamba yeye ni hodari, atafaulu mtihani. Vitu kama hivi vinaleta picha ya huyu mtu hana haja ya masomo. Kwa hiyo kufaulu mtihani sio ishu kwake. Swala hili la kufaulu hakulipa umuhimu, kwenye tabia yake anaonekana. Lakini mtu anayetarajia kufaulu masomo anajua mtihani ukija wa mwaka ni mdundulizo wa topics ambazo ndani ya mwaka mzima kasoma. Kama kaenda leo shule, baada ya muda wa masomo karudi nyumbani, anajua kesho nikenda ninasoma mengine. Sasa haimkiniki anakwenda kusoma somo jingine hili la jana halijui, halafu bado aendelee kuwa na tamaa ya kufaulu mtihani. Anayetarajia kufaulu anahakikisha somo alilosoma leo kalifahamu vizuri, kazi alizopewa kufanya anazifanya zote, kwa sababu kesho akenda anapewa mengine. Kwa hiyo akenda kuchukua ya kesho, haya ya jana anayo memorize katika akili yake, na kesho kutwa akipewa mengine ya jana na ya leo na hayo ya kesho kutwa anayaweka kichwani. Mwisho wa mwaka ile knowledge yalionayo ndio inomfaulisha kufanya mtihani, na knowledge
kaipata kwa sababu ya juhudi yake ya kuweka vizuri masomo. Na Muislamu mu'min anayejua nipo duniani kwa muda, ukimaliza muda naondoka, lakini kuondoka sio mwisho wa safari. Kuna mambo yanahitajika mbele, na hapa ndipo yanapotafutwa, alafu akapoteza muda wake bure bure. Hawajibiki, hajipangilii mambo ambayo anajiwekea hakiba. Muda wa kuondoka ukifika, aondoke na hakiba yake imsaidie mbele ya safari. Huyu ndiye anayeambiwa au anayesomeka hatarajii kukutana na Mola wake. Kwa hiyo hajiandai, afanye juhudi yoyote. Kwa hiyo aya ya 7 ya sura ya 10 inatuambia mtu ambaye kwenye maisha yake haonekani na juhudi ya kupangilia mambo anayoyahitaji mbele, huyu ni mtu ambaye ni mpuuzi, tumwite. Anatumia muda wake vibaya, haweki hakiba ya mambo muhimu ambayo baada ya kuondoka hapa anayahitaji huko mbele. Kwa hiyo hili limewekwa kama ni kosa la kwanza la watu ambao wanaharibu future yao. La yarjuna liqaa Allahi, wapo duniani lakini hawatarajii kuwa kuna siku ya kukutana na Allah. Kwa hiyo hawajiandai nayo, haiwashtui. Kosa la pili, ridhaun bil hayati dunia. Aya imesema waradu bil hayati dunia. Wapo duniani tangu wamefungua macho kupata akili zao, wameona dunia ndo kila kitu, hakuna chengine baada ya dunia. Kwa hiyo saa 24 za kila siku, effort ya mtu yuko kujenga dunia yake tu. Anafanya vitu vya upande mmoja kwa namna ambayo upande wa pili hautilii faida yoyote. Na hivi vitu ni viwili, upo duniani, kwa hiyo tumia dunia yako kwa maslahi ya akhera pia. Lakini umewekeza upande mmoja, we ni mwerevu wa kufanya mambo yako ya dunia tu vizuri, hufanyi kwa namna ambayo na akhera umewekeza kidogo. Kwa hiyo kuridhika na upande mmoja maana yake ni kudharau upande wa pili. Kama una akili, unajua haya mambo ni mawili, unatakiwa uyashughulikie yote kwa pamoja. Kwa hiyo lolote katika amali unazozifanya ndani ya uhai huu lazima uwe na dual purpose, dual target. Fanya jambo lako la kidunia, lakini kwa method ambayo papo hapo ukifanya la dunia yako na upande wa pili umeweka na faida za akhera pia, unapata yote mawili. Kama tulivyoambiwa tuombe, au watu wanaomba rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Mola wetu tupe mazuri ya dunia na utupe mazuri ya akhera na utukinge na adhabu ya moto. Kwa hivyo tupo hapa, Waswahili wanaita uwanja mpana, lakini tusisahau tunavyoyafanya ya hapa uwanja mpana tuyafanye kwa namna ambayo tunapata na faida ya upande wa pili, tunawekeza na faida ya kesho. Wanaokosa kuangalia akhera wakaridhishwa na upande mmoja, wanakuwa wanajihatarishia future yao pia. Kosa la kwanza ni kutokutaraji kukutana na Allah. Kosa la pili ni kutosheka na dunia peke yake, muda wote ukautumia kujenga dunia yako tu. Kosa la tatu, itminanum bidunia, ni kuwa na tumaanina, kutulia upande mmoja tu. Yani wewe kwenye mambo yako ya dunia uko vizuri, unayafanya kitaalamu kabisa, huwezi kukosa. Lakini jinsi unavyoyashughulikia hiyo tumaanina yako kwenye dunia inakunyima hata kuangalia kwa jicho la mara moja moja upande wa pili wa akhera. Kama haiko ile akhera, umejikita upande mmoja, mambo yote unamalizia huko. Ni matatu hayo. Lakini la 4 kwenye aya hiyo hiyo ya 7 ndilo linalosababisha haya matatu uwe nayo.
Hili la 4 ndiyo kifungashio, ndo package ambalo linayabeba haya matatu yote. Amesema Allah, walladhina hum an ayatina ghafilun, ni wale watu ambao tumewapa aya zetu za kuwaelekeza, tumewapa guidance, lakini wameghafilika nayo. Aya za kuwaelekeza zipo, lakini wanasema it's none of our business, hazituhusu, hazina faida na sisi. Sasa aya ndiyo inayokuelekeza wewe ufanye namna ambayo utafanikiwa. Wewe unaipuuza aya au huielewi kabisa, unafanya tofauti na aya ilivyoelekeza. Sasa unachokifanya hakiwezi kukubaliwa kwa sababu itakuwa sio sahihi. Yote au mengi unayafanya sivyo, na kama unayafanya sivyo hayawezi kuwa ni yenye kukubaliwa. Thamani yake kama haitopotea kabisa itakuwa ni ndogo sana, itakuwa haina uwezo wa kukupa wewe ufaulu. Na ndiyo maana Allah akamalizia aya hiyo kwa kusema, aya inayofuata ya 8 kasema, ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Watu wenye haya makosa 4 hawa kumalizia kwao maisha unawapa usajili wa kuwa ndio watu wa motoni na watakaa humo milele. Sasa hebu tuende katika uhalisia, pamoja na kwamba aya tunazo, lakini tupitie tarehe, historia ya wenzetu ambao kaja mtume alikuwa ni Muislamu peke yake. Yeye ndo kaambiwa aje awatoe watu kwenye viza, awaelekeze kwenye nuru, na awasimamie kwa maneno na vitendo, kuwaonyesha namna nzuri ya kufanya matumizi mazuri ya muda kwa faida. Mtume huyo ambaye tumeambiwa ni kiigizo chetu, kaja kuwakuta watu wako katika viza, makosa makubwa waliokuwa wanayafanya, na hata hivyo kaja kuwaelekeza watu mambo yenye kheri nao, lakini alipata upinzani mkali. Haikuwa rahisi, sio kwamba alipojitangaza tu mie mtume wa Mungu alikubaliwa. Alipata upinzani mkali, maudhi mengi alifanyiwa yeye na waliomkubali. Lakini wale waliokuwa kwenye ujinga, baada ya kuelimika, ndio waliostaarabisha ulimwengu, tukaletewa hii imani ya dini ya Uislamu. Sisi kufaulu kwetu utapitia kwenye njia ile ile ambayo walipitia wenzetu wakafaulu. Hatuna maajabu ya kubuni jambo jipya, hata kama limetofautiana na aya au limetofautiana na muongozo wa mtume. Si tuseme ili Mungu atalikubali tu, atalipenda. Hatuna maajabu hayo, pamoja na kwamba tunajiona tuko kwenye zama za elimu, tumesoma sana, lakini hatuwezi tukabuni mambo ambayo hata kama hayakukubaliana na Qur'ani, hata kama yamekiuka utaratibu aliosimamia mtume, tuseme sisi haya Mungu atayapenda tu kwa sababu ni mazuri. Mazuri ni lazima yale yaliyoko kwenye mwongozo ambao tumetumiwa. Kama hatukufuata mwongozo, mambo tutakayoyafanya yatabaki kuwa ni makosa, na kama yatakuwa ni makosa, baada ya kumaliza muda wetu huu mdogo wa kukaa hapa, tunaondoka kwa hasara. Allah tuhifadhi tusiendee huko. Tuangalie kama ni watahiniwa na kama tunataka kufaulu mtihani wetu, tuangalie jinsi wenzetu walivyotumia muda wao wakafanya mtihani huu wa maisha na wakaondoka vizuri na Qur'ani ikawasifu. Kuna watu wana rekodi mbaya ya maisha yao kabla ya Uislamu, wakati wa ujahilia, lakini baada ya kulinganiwa haki na wakaifuata, mpaka leo wakitajwa tunasema radhiyallahu anhum. Sasa wale ndo sisi tunaambiwa tuwaige njia waliopita wao, na sisi ndo tunatakiwa tupite.
Wamesifiwa wale wenzetu katika Suratul Fatih aya ya mwisho. Allah amesema Muhammadur Rasulullah, huyu Muhammad ni mjumbe wa Allah. Walladhina ma'ahu, walio pamoja naye, waliomwamini na wanaomfuata. Ashiddau ala al-kuffari ruhamau bainahum, ni majasiri sana wanapokabiliana na maadui zao makafiri, lakini wanaoneana huruma wenyewe kwa wenyewe. Ilikuwa ni jambo la kawaida tu wakati ule wa Dark Ages watu kuishi katika maisha ya visasi na magomvi. Inawezekana kaja mtu juzi tu kwenye familia fulani kapiga na kuua watu, alafu wakaiba mali, maana ndo maisha ya watu wakati wa ujahilia. Kapiga na kaua, alafu wakapora mali, kama kachukua mali ya pesa taslimu, kaondoka na mifugo au mali za aina nyingine zozote zile. Ni mambo ya kawaida wakati wa ujahilia. Lakini mtu unajua ni fulani kanifanyia hivi, na wakati Uislamu haujaja ndivyo walivyokuwa wanaishi. Aliyedhulumiwa na yeye ajipange alipize kisasi, anasema nitamrejea yule bwana baada ya siku fulani. Lakini wakati baada ya kuja Uislamu, alikudhulumu juzi, kakupotezea watu wako, wewe uko kwenye Uislamu, yeye kesho kutwa akaja kwenye Uislamu, unaambiwa huyu ni ndugu yako. Alislamu yajubu ma qablahu, kitendo cha yeye kusilimu, kukubaliana na haki, katoka aliko kaja ulipo, unatakiwa umregadi kama ndugu yako, yaliyopita yote usamehe. Sasa sisi tuko kwenye Uislamu, lakini tumetengeneza mazingira ya kwamba ndani ya Uislamu wetu muna makundi ya watu mahasimu, hatuelewani, na inashindikana hata kusema tuitane basi tujadili, kwani tunakosana wapi? Inashindikana. Ukifanya hicho kitu, mtu anasema mimi siwezi kukaa na wale tukazungumza. Yaani sisi ni sisi na wale ni wale. Wale nani na nyinyi nani? Na wote mnasema la ilaha illa Allah. Anasema wale wana manahiji za kishenzi, sisi ndo tuko kwenye haki. Kwa hiyo ndani ya Uislamu mna makundi mengi, na kila kundi liko kwenye haki, linakosoa wengine, linakufurisha wengine, linawatia kwenye hatia wengine. Wakati njia ya kutatua matatizo haya tumewekewa zipo, kwamba fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dhalika khairun wa ahsanu ta'wila. Kuweni watiifu kwa Allah, kuweni watiifu kwa mtume wake, na kuweni watiifu kwa viongozi wenu. Sasa hapa kuna tatizo limejitokeza. Viongozi wamekuwa wengi na kila kiongozi ana kundi lake, lakini huku juu tuna mwemvuli wa kuwa sote ni Waislamu, tunasema la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah, Qur'ani ndo kitabu chetu, lakini tunajikuta hatuko wamoja. Wale waliokuwa kwenye ujahilia wana makundi, wana visasi, iliwezekana mtume kuwatoa kwenye tofauti zao akawafanya wakawa kama ndugu. Sisi tuliokusha kukutana kwenye la ilaha illa Allah inashindikana kukaa pamoja kama ndugu. Hapa kuna jambo linahitaji kufanyiwa kazi. Kuna jambo linahitaji kufanyiwa kazi. Kama ni lugha mbovu, hakuna walioishi maisha mabaya magumu kama mitume. Na Qur'ani imejaa qasas, visa. Kwenye visa tunapata mazingatio makubwa, na tukizingatia vile visa nyoyo zetu zinawaidhika. Mtume anaitwa mshenzi, anaitwa mjinga,
anaitwa safihi, mpumbavu. Na wakati mwingine power anayo ya kuonyesha reaction, lakini unamkuta jawabu zake ni za kiungwana, anaongea kwa hoja. Tunaambiwa Nabii Nuhu kaambiwa mpumbavu, kaambiwa mpotovu, inna lanaraka fi dhalalin mubin. Jawabu yake anasema, ya qaumi laysa bi dhalalatun walakinni rasulun min rabbil alamin. Ndugu zangu, mimi sina upotovu, lakini mimi ni mjumbe. Haya ninayokuambieni ni ujumbe nimetumwa kukufikishieni kutoka kwa Mola wa walimwengu. Nabii Hud kaambiwa, inna lanaraka fi safahati, tunakuona uko kwenye upumbavu. Na yeye kakanusha ule upumbavu, na bado kaendelea na miamala ya mjadala na watu wake. Kaambia, ya qaumi laysa bi safaha walakinni rasulun min rabbil alamin. Ndugu zangu, mimi sina upumbavu, lakini mimi ni mjumbe. Ninachowafikishia ni ujumbe kutoka kwa Mola wa walimwengu. Yaliwakuta makubwa magumu, lakini walikuwa na subira, na jawabu zao walizokuwa wanajibu zilikuwa ni nzuri, ni jawabu za kujenga. Kwa sababu ukiongea na mtu mjinga, lolote kwa mtu mjinga linaweza likatokea. Wewe mtu uliyekuwa na elimu yako usiwe mjinga kama yeye, vumilia kidogo, kwa sababu kuna jambo kwake unalihitaji. Unataka utengeneze ukaribu kutoka kwake na wewe, halafu ndo ufikishe unachotakiwa kufikisha. Kakutukana na wewe ukamtukana, huwezi kujenga kitu. Hata mtume wetu kasifiwa na Mola wake kwa hilo, kaambiwa, fabima rahmatin min Allahi linta lahum, kwa sababu ya rehma ya Allah wewe umekuwa ni laini kwao. Walau kunta fazzan ghalidha alqalbi lanfaddu min hawlik, kama ungekuwa ni mtu mwenye maneno makavu makavu ya ufedhuli, na ungekuwa ni mwenye mgumu, mwenye maamuzi ya fujo, hata hawa ambao unao wangelikukimbia, wasingeweza kukaa na wewe. Lakini unakaa na watu, kila mtu anajisikia mimi ni rafiki yake zaidi kuliko mtu mwingine, mimi ananijali zaidi kuliko mwingine. Na wakati umewatoa kwenye ujinga, na walikuwa na tabia zao za ajabu, kuvumilia kwako kukaa na hawa na ukapata nafasi ya kuwaelimisha kidogo kidogo, kumewa upgrade hawa watu, wanabadilika. Sasa unapotaka kumtawala mtu, kummiliki mtu, miliki moyo wake, usitumie nguvu au vitu vya tabia mbaya kama hivi. Hapa ndo utaweza kujenga. Kwa hiyo vumilia kidogo, kwa sababu hayuko sawa kama wewe ulivyo, ili upate muda wa hichi kibaya alichonacho umrekebishe taratibu. Unaondoa kwenye tabia yake jambo moja moja, si lazima uondoe yote all over the sudden wakati mmoja, haiwezekani. Uwe na busara na hikma, utumie mbinu zenye tija kuweza kupata kuwabadilisha watu. Wanatoka kwenye viza, hawaoni, hawana uoni, unatakiwa uwalete kwenye nuru. Kwa hiyo lazima wewe mwenye jukumu hilo uwe na maarifa ya kutosha kuweza kukaa na watu wenye tabia za ajabu mpaka ukapata nafasi wakawa wako tayari kubadilika kidogo kidogo. Kwa hiyo wakati mwingine mambo ya kutupatisha sisi malipo mazuri yanaingia kwenye tabia njema. Tabia njema ndio kila kitu, na hakuna kitu ambacho kinaongeza uzito kwenye amali za mtu siku ya Kiyama kuliko kuwa na tabia njema. Suila Rasulullah sallallahu alayhi wasallama anil birri wal ithmi, Mtume sallallahu alayhi wasallama aliulizwa siku moja kuhusiana na wema na dhambi. Nini wema na nini dhambi? Akajibu Mtume kwa kusema, albirru husnul khuluqi, wema ni tabia njema, good behavior. Wal ithmu, na dhambi, ma haka fi sadrika wa karihta an yatali alayhi an-nasa,
Dhambi ni yale mambo ambayo hata wewe mwenyewe yana kigugumizi kwenye moyo wako, na unapotaka kuyafanya unakuwa na uangalifu watu wasikuone. Kwa nini unachukua tahadhari usionekanwe na watu kufanya jambo la aina hiyo? Linakuwa sio jambo jema. Mambo mema mtu huwa haoni tabu, haoni haya, hajifichi kuyafanya, kwa sababu kama ni jema ukilifanya litapendeza kwa watu wengine na litakuwa linakupa wewe nafasi ya kuwa karibu na watu. Kwa hiyo ndugu zangu katika imani, tuna jukumu au tuna dhima ambayo mwisho wake faida inakuja kwetu tukipatia, lakini kama hatukuwa ni wenye kunufaika, jukumu hili litatuweka sisi katika upande mbaya. Allah katuweka duniani kwa kutupima, anatufanyia mtihani. Sasa tukijua tunajaribiwa, tunatakiwa tuwe na umakini kwa maeneo ambayo tunaweza tukaharibu ufaulu wetu na tukaondoka duniani baada ya kuishi sana na matokeo mabaya. Hili ndo jambo ambalo tunapaswa kukaa chini tukalitafakari, tukatafuta utaratibu mzuri wa kulifanyia mabadiliko. Sisi ni waumini na tupo hapa kwa ajili ya mtihani, na muda wa mtihani ni umri ambao tunaishi. Kila mmoja anazaliwa na mama yake mtoto mchanga, hana akili, hana uwezo, hana elimu, hana mali, hana chochote, lakini katika muda aliopangiwa kukaa hapa anapita kwenye hatua mbalimbali. Hatua zako zote kuanzia siku utakapokuwa baligh kwako wewe ni muhimu, kwa sababu unatakiwa utengeneze kheri kwa faida yako na ujikinge na shari kwa kukimbia hasara yako. Lakini tusipokuwa makini, yale ya shari ndio yatakayokuwa mengi katika umri tunaoishi kuliko ya kheri. Siku ya malipo Allah ameisifia kwa kusema, fa amma man thaqulat mawazinuhu fa ummuhu hawiya. Fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'aishati radiya wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiya. Haya mdundulizo wa matendo ya ndani ya umri ndo rasilimali ya kila mtu, na haya ndo yatakuja kuwekwa kwenye mzani siku ya mwisho, yapimwe. Mzani wa huko hauna jiwe la kilo wala ratili wala tani wala chinginecho. Upande mmoja unawekwa mema na upande mmoja yanawekwa maovu. Yoyote ambaye mema yake yatakuwa ni mazito kwenye mizani, huyo atakuwa kafaulu, atakuwa katika maisha ya kuridhisha, atakuwa ni mtu wa peponi. Allahumma ja'alna minhum. Lakini yoyote ambaye mema yake yatakuwa ni mepesi kwenye mizani, upande wa mema mwepesi, kwa hiyo umenyanyuliwa juu, na upande wa maovu ndo mengi mazito, fa ummuhu hawiya, huyu mama yake yatakuwa ni hawiya. Wama adraka ma hiya, kitu gani kitakujulisha uhalisia wa hiyo hawiya ukoje? Hakuna anayeweza kujua kwa sasa, kwa sababu vitu vya akhera hapa duniani hakuna mfano wake. Lakini Allah akiuliza kwa kukariri kama hivyo, huwa anamaanisha hicho kitu tukikadirie ukubwa uliokuwa wa juu kuliko kawaida tulivyozoea. Narun hamia, hawiya ni moto ambao umekwenda mno, ukali wake ni mkali sana. Na wanawachuoni wanatuambia, fabu'dan liman rajaha ahaduhu asharatahu, awe mbali na rehma za Allah. Yani anastahiki laana mtu ambaye siku ya kupimiwa amali zake yale mamoja yake ndiyo yaliyozidiwa na yaliyoyazidi makumi yake. Anastahiki laana mtu ambaye mamoja yake yamezidiwa na makumi yake.
Yani 10 yamezidiwa na mamoja yake. Kwa nini? Kwa sababu kuna hadithi al-Qudsi inasema, inna Allaha kataba alhasanati wasayiati thumma bayyana dhalik, hakika Allah ameandika kwenye mwongozo aliotuletea, kaainisha hasanati wasayiati, mazuri na mabaya. Thumma bayyana dhalik, halafu yote kayatolea ufafanuzi, kaeleza kwenye kitabu chake cha mwongozo. Na mfasiri mzuri wa kitabu hichi ni mtume aliyemtuma kwetu, katufafanulia vya kutosha mazuri na katufafanulia vya kutosha mabaya. Faman hamma bihasanatin, mtu yoyote anayetia azma ya kufanya jambo jema, falam ya'malha, halafu asilifanye, katia nia nitafanya kheri fulani, halafu hakuifanya ile kheri, katabaha Allahu lahu indahu hasanatan kamila, Allah huiandika ile nia ya mja wake huko anakotunza kumbukumbu za viumbe wake, humwandikia mja wake huyu aliyetia nia kafanya jema kamili, yani thawabu yako kamili kwa kunuia kufanya kheri. Hata kama hukuifanya unaandikiwa thawabu kwa nia njema uliokuwa nayo. Waman hamma wa in huwa hamma biha wa amilaha, na ikiwa huyu mtu katia nia ya kufanya lile jema na akalifanya, katabaha Allahu lahu indahu 10 hasanatin, Allah huiandika nia ya mja wake huyu ambayo imethibitishwa na kitendo, huandikiwa mara 10 mfano wake. Jema lililotendwa kima cha chini cha malipo ni 1 kwa 10, ila 700 dhaifin, na mwingine anaweza akazidishiwa mpaka nyongeza ya 700, ila adhaafin kathira, na mwingine anaweza akazidi hapo 700 akapata nyongeza zaidi. Waman hamma bisayiatin, na mwenye kutia nia ya kufanya ovu, walam ya'malha, halafu asilifanye, katabaha Allahu lahu, huiandika nia hiyo kumwandikia mwenye kunuia, indahu, uko mbele yake anakotunza kumbukumbu, hasanatan kamilatan, huandikiwa jema kamili. Ukitia nia ya kufanya ovu halafu usilifanye, hiyo ni kheri, unaandikiwa thawabu. Wa in huwa hamma biha wa amilaha, na ikiwa mtu katia hiyo nia ya kufanya ovu na akalifanya kweli kweli, katabaha Allahu lahu indahu sayiatan wahidatan, huliandika jema hilo kumwandikia mfanyaji ovu moja tu, yani dhambi moja. Kwa hiyo dhambi unayoifanya haina nyongeza, ni 1 kwa 1 tu, lakini jema unalolifanya ni 1 kwa 10. Sasa inakuja siku ya Kiyama, umeishi miaka yako 50, 60, 70, 80, 100. Muda huu ulioishi kuna mengi umefanya, yanawekwa kwenye mizani. Haya ya kheri ambayo ni 1 kwa 10 yawe mepesi, yale ya shari ambayo ni 1 kwa 1 hayana nyongeza yawe mazito. Unakuwa umepoteza kwa kiasi ambacho hustahiki huruma. Ndio maana Allah akasema mema yakiwa mazito, ina maana maovu yatakuwa ni mepesi, utasamehewa maovu yako kidogo, kwa sababu juhudi yako kwenye utendaji mema imeonekana. Lakini maovu yakawa mazito, mema yamezidiwa, ina maana wewe hukuwa mtendaji. Maana ungeliweka resho, angalau unafanya mema 10 na maovu 10, basi mema 10 ni kwa thawabu 100, na mema na maovu hayafanani. Hata hayo maovu unaambiwa ni 1 kwa 1, yanatofautiana thamani yake. Ovu hili dhambi yake haiwi sawa sawa na dhambi ya ovu hili,
na mema vile vile. Jema hili thawabu yake, thamani yake haiwi sawa na thawabu ya jema hili, lakini ala kulli hali huku kwenye mema kuna nyongeza. Na kama ni mtu wa kutenda mambo ya kheri, utasadifu siku nyingine kutenda yale ya kheri yenye thamani kubwa, kutakuwa na nyongeza pia kubwa. Inakuwaje siku ya kupimiwa unapimiwa, mema yako yanakuwa ni mepesi, maovu yanakuwa ni mazito? Itakuwa muda uliokuwa nao hapa duniani umeutumia vibaya kwa hasara, na matendo mengi uliofanya yalikuwa yako katika upande mbaya, maovu. Hukuwa na muda wa kufanya haya mema ambayo yangesaidia kuweka uzito kwenye mizani yako siku ya malipo. Kwa hiyo nimalizie maneno yangu kwa kusema sisi ni watahiniwa na tumetengewa siku ya kwenda kupewa matokeo ya mtihani wetu. Muda wa mtihani ni huu umri mfupi wa kuishi hapa duniani ambao utakatishwa na kifo, lakini baada ya kuondoka kwenye ufu huo, tukifufuliwa, huko mbele ndo kuna maisha ya milele, hayana mwisho. Lakini maisha hayo yatategemea na namna mwenyewe ulivyoyatayarisha. La dara lilmar'i ba'da almauti yaskunuha, hakuna nyumba ambayo mtu baada ya mauti ataenda kuikaa, illa alladhi kana qabla almauti yabniha, isipokuwa ataenda kukaa kwenye nyumba ile ile ambayo yeye mwenyewe kabla ya mauti ndo aliijenga. Fa imbanaha bi khairin, kama mtu aliye hai leo anaijenga nyumba yake ya akhira kwa kheri, taba maskanuhu, makazi yake yatakuwa ni mazuri. Wa imbanaha bi sharrin, na kama mtu aliye hai leo duniani nyumba yake ya akhira anaijenga kwa shari, khaba baniha, anaenda patupu mjenzi wa nyumba hiyo ya akhira. Kwa hiyo tuwe tunafanya mambo yetu kwa kuzingatia faida za yote miji miwili hapa, kwa sababu tupo kuna mambo tunayahitaji, hatujapigwa marufuku kuyafanya, ila tuyafanye kwa utaratibu ambao utakuwa ni ibada, utamridhisha mwenye kutulipa, ili tupate na faida ya upande wa pili. Fanya lile la dunia kwa namna ambayo dini imekuelekeza, fanya hivi, iwe ni ibada, utapata faida yako ya hapa na pia upande wa pili utakuwa umewekeza. Wa ala hadha alqadri yaqifu. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.